Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima. Huenda matatizo yako ya wakati huu yanakupofusha usiweze kuona plani ambayo Mungu anayo. Kijana, najua umewahi kujiuliza, hivi kwa nini watu wengi sana wanashindwa kutoboa na kuvuka threshold ya kutoka kwenye umaskini na kuingia kwenye utajiri? Leo nitaenda kukupa sababu moja kubwa sana ambayo inasababisha watu wengi wanashindwa kutoka kwenye umaskini na kwenda kwenye utajiri. Karibu sana Maisha Life. Kama kawaida tutumia mifano ya kwenye Biblia kuweza kuelezea baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yetu siku ya leo. Kwa hiyo leo nitaenda kukupa sababu moja ambayo inasababisha watu wengi wanabaki chini na wanashindwa kunyanyuka juu. Najua hii inaweza ikawa ni ngumu sana kuielewa, lakini jaribu kunisikiliza vizuri mpaka mwisho na utaelewa. Sababu hiyo ni kwamba watu wengi wana focus kuangalia vitu ambavyo wanavikosa kuliko kuangalia vitu ambavyo wanavyo au wanaweza kuvipata. Ni swala la mtazamo. Kutokana na kufocus sana kwenye vitu ambavyo hauna, mwisho wa siku unajikuta hivyo vitu ndio unaviattract kuja kwenye maisha yako. Leo tutaenda kuangalia baadhi ya story kwenye kitabu cha Mwanzo. Tutaangalia watu wawili ambao kutokana na kutokuona mambo ambayo wangeweza kuyapata, walijikuta wanaanguka kwenye umaskini. Mfano wa kwanza tutaanza mwanzo kabisa kwenye historia ya Adamu na Hawa. Mungu aliwapa amri akamwambia, katika miti yote ya bustani mnapaswa kula kasoro mti huu mmoja. Mungu aliwapa ruhusa kwamba kila kitu wanaweza wakatumia kasoro kimoja tu. Maana yake wamepewa vitu kwa wingi. Lakini shetani sasa alivyokuja na kuwadanganya, alivyokuja akabadilisha, akatwist yale maneno ya Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Ni wapi ambapo Mungu alisema msile katika matunda ya miti yote? Mungu alisema miti yote kula. Lakini Ibilisi anakuja anasema hamtakiwi kula, si ndio? Hamtakiwi kula. Sasa kilichotokea sasa kibaya ni kwamba yule mwanamke naye baada ya kutafakari, baadaye akaona mbona kama vile kuna kitu nakosa. Ndio tumeruhusiwa kula miti yote, ila kama vile kuna kitu nakosa, kuna kitu hakiko sawa hapa. Kwa sababu tu alitwistiwa kidogo na mtazamo wake ukabadilika. Badala ya kufikiria vitu alivyonavyo, akaanza kufikiria vitu alivyovikosa. Fikiria ni vitu vingapi ambavyo Mungu alikuwa amemruhusu wanavyo. Mungu amemruhusu bustani nzima ya Eden. Mungu amewaruhusu Adamu na Hawa watawale kila kitu. Walipewa kila kitu watawale. Lakini akafikiria mbona kama kitu fulani nakosa. Ile mindset yake ya kukosa kitu fulani ndio ikaja kumwangusha. Mwisho wa siku akajikuta anaenda anatumia tunda ambalo limekatazwa, kavunja sheria ya Mungu. Mwisho wa siku akafukuzwa kwenye bustani, yeye pamoja na Adamu, na mwisho wa siku mwisho wao ukawa sio mzuri. Kutokana na nini? Mtazamo. Mwanzo Mungu amewapa kila kitu, lakini wakawa na mtazamo kwamba mbona kuna kitu tunakosa. Wakashindwa kuwa na shukrani mbele ya Mungu. Wakashindwa kumshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo amewapa. Kwa cha kwanza, hata wewe inabidi ubadilishe kwanza mtazamo wako. Inabidi umshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo amekujalia mpaka sasa hivi. Una uwezo hata wa kuangalia hii video hapa. Kuna watu wengine hawana hata macho ya kuweza kuangalia. Unaweza ukasikiliza. Kuna wengine hawawezi hata wakasikiliza. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Anzia hapo. Shukuru kwanza kwa kitu ambacho unacho, halafu unaweza ukaomba vitu ambavyo hauna, ukajaliwa pia. Lakini usipokuwa mtu wa shukrani, hata vile vidogo ulivyokuwa navyo, unaweza ukanyang'anywa. Huo ni mfano mmoja tu, lakini mifano iko mingi sana. Mfano mwingine tunaweza tukachukua mfano wakati wa Abrahamu tano. Alikuwepo Sarai pamoja na Hagar, Hajiri kwa Kiswahili. Kwa Sara na Hajiri walikuwa ni wanawake ambao wote wawili waliweza kupata mtoto wa Abrahamu. Lakini leo tutaenda kuangalia hasa kwa Hajiri. Wengi wanafahamu historia ya Sara, lakini wengi hawafahamu historia ya Hajiri. Historia ya Hajiri ni kwamba Abrahamu alikuwa na Sara, Mungu akawaahidi kupata mtoto, lakini kutokana na umri mkubwa wa Sara ikashindikana, ikaonekana kama haiwezekani huku na huku. Sara akamwambia basi nenda katembee na mjakazi akapata mtoto. Lakini baadaye Sara naye akapata mtoto. Sasa baada ya Sara kupata mtoto, na baada ya hapo yule mtoto alivyoachishwa kunyonya akaanza kutambulishwa,
hapo kuna ugomvi fulani ulitokea, na pale tutaona mtazamo wa Hajiri kidogo ulikuwa sio sahihi. Unaweza ukaangalia kwenye Mwanzo sura ya 20 na hapo pale mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri. Hajiri ndiye alikuwa Misri, sio Ishmaeli. Sara akamwona mwana wa yule Hajiri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Hapa kwa wazazi tayari tushaanza kuelewa nini kinafuata Wazazi, unaweza ukakubali kuona mwanao anafanywa dhihaka na ukakaa kimya? Unaweza ukacomment ni nini ambacho unaweza ukafanya ukikuta mtoto wa jirani anamdhihaki mtoto wako. Na sio tu mtoto wa jirani, mtoto wa mke mwenzako anamdhihaki mtoto wako Ni nini unaweza ukafanya? Unaweza ukatuandikia comment. Anyway, turudi kwenye mada yetu. Sasa hapa inaonekana kwamba baada ya hapo Sara akamshawishi Abraham kwamba wamfukuze yule Hajiri. Wamfukuze yeye pamoja na mwanae. Mstari wa 10 unaendelea unasema, kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanae, maana mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni mwa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni mpako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akwambialo Sara, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyo naye ni uzao wako. Kwamba ndiyo Isaka atakuwa taifa, lakini hata Ishmaeli naye atakuwa taifa. Kwa hiyo Ibrahimu alichokifanya ni kwamba Biblia inasema Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji akampa Hajiri, akamtupa mabegani pake, na kijana akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Sasa hapa kuna kitu ambacho tunaanza kukiangalia. Kwamba Abraham akampa Hajiri mkate na kiriba cha maji ni kama dumu la maji. Ni dumu la maji. Halafu anaenda wapi? Jangwani. Kwa haraka tu, ukiwa una safari ya kwenda jangwani, unaweza ukaenda na chupa moja ya maji? Hapana, si ndio? Je, Abrahamu alikuwa na roho mbaya? Ni swali la kutafakari Naamini tunatafakari. Lakini tuendelee kuangalia sasa reaction ya Hajiri ilikuwaje. Amepewa chupa moja tu ya maji pamoja na mkate. Hajiri akaingia jangwani. Mstari wa 15 unasema yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Biblia nyingine imeandika kijiti, nyingine imeandika kichaka. Wakakuta kichaka, akamlaza yule kijana. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa mbele ya macho yangu. Hakutaka kumuona mwanae anakufa. Maana yake ni kwamba alikata tamaa. Kwamba chupa ya maji imeisha, hatuna maji tena, basi kijana atakufa. Ngoja tu nimwache hapo, hata akifa mimi nisione. Baada hatujaona kosa lake, si ndio? Baada ya hapo Hajiri akaanza kulia. Akapaza sauti yake akilia na akimwomba Mungu. Lakini mstari wa 17 unakuja kusema Mungu akasikia sauti ya kijana. Mungu hakusikiliza sauti ya Hajiri, lakini Mungu akasikiza sauti ya nani? Kijana. Kwa sababu gani? Kijana ni uzao wa Abraham, lakini Hajiri ni mtu wa mataifa. Na Mungu hasikilizi maombi ya watu wa mataifa. Ndio maana Mungu akasikiliza maombi ya nani? Kijana. Na malaika akamtokea Hajiri. Sasa malaika alipomtokea Hajiri, akamuuliza unalia nini Hajiri? Fikiria kwanza kabla tujaendelea. Malaika anamtokea Hajiri. Huyu mtu hana maji, yuko jangwani, mtoto wake anakaribia kufa. Alafu malaika anakuuliza hivi unalia nini? Akamuuliza una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana. Na akaendelea akamwambia, ondoka, ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu anarudia tena kwamba ndiyo mimi nimeahidi kwamba huyu mtu atakuwa taifa. Kwa nini wewe huoni? Kwa nini unalia na huku mimi nimeahidi hiki kitu? Kwa kuwa ni ahadi ya Mungu lazima itimie, si ndivyo? Huyu mtu hakuona ahadi kubwa ya Mungu inayokuja,
lakini akafocus kuangalia matatizo yake ya wakati huo. Huenda matatizo yako ya wakati huu yanakupofusha usiweze kuona plan ambayo Mungu anayo. Huenda matatizo yako sasa hivi yanakupa upofu usione ndoto yako ikitimia. Lakini kumbuka, hata maisha unayoishi sasa hivi huenda yalikuwa ni maisha ya ndoto yako. Huenda kazi unayoifanya uliwahi kuitamani siku moja, lakini unfortunately unavyoifanya unaona labda haikuingizii faida. Haya maisha unayoishi huenda ilikuwa ni ndoto yako na Mungu amekutimizia. Kwa nini usione kwamba Mungu anatimiza ndoto zako zingine? Huenda ndio haujaridhika na una maisha mengine unayatamani. Kwa nini usiamini kwamba Mungu anaweza akakutimizia kama alivyokutimizia ndoto hii? Matatizo yako ya sasa yasikufanye ukawa kipofu ukashindwa kuona ndoto zako zitakavyotimia. Anyway, tuendelee kwenye story ya Hajiri. Ni nini ambacho kilitokea? Kwa nini Mungu anamwambia usiogope? Mstari unaofuata, Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba akamnywesha kijana. What? Umesoma vizuri? Mungu akamfunua macho akaona kisima. Haijasema kwamba Mungu akafanya muujiza akachimba kisima au labda malaika akachukua mkono akachimba kisima, hapana. Inasema akamfunua tu macho yake akakiona. Muda wote hiki kisima kilikuwa wapi? Muda wote kisima kilikuwepo. Lakini kutokana na changamoto ambazo alikuwa nazo, alikuwa hawezi kukiona. Kutokana na changamoto kubwa ambazo alikuwa anazipitia, kwa mtazamo wake ni kubwa mno, hakuweza kuona kisima. Lakini kumbe kuna kisima. Sasa fikiria, analilia chupa ya maji na huku kuna kisima mbele yake. Kati ya chupa na kisima, kipi ni kikubwa? Kwenye kile kisima anaweza akatoemo chupa ngapi? Lakini yeye alikuwa analilia chupa. Anasahau kwamba kuna kisima. Hakukiona kisima. Kutokana na mawazo yake kuwa finyu, aliangalia kitu kidogo tu. Aliangalia sana, alifocus sana kwenye vitu ambavyo hana. Akashindwa kuangalia vitu ambavyo anavihitaji. Muda ule anahitaji maji, sio chupa ya maji, anahitaji maji. Lakini macho yake yalikuwa yamefungwa kutokana na dhiki aliyokuwa nayo. Biblia inasema Mungu akamfumbua macho, akaona maji. Na kwenye yale maji angeweza kujaza chupa nyingi, si ndivyo? Na baada ya pale yeye na mwanae tunaona waliendelea na safari, na mwanae baadaye akapata mke mzuri, tunaokaanzisha taifa kubwa. Lakini story yetu ya leo ni kwamba kwenye maisha yetu, kwenye utafutaji wetu, tafadhali usije ukafocus sana kuangalia vitu ambavyo unavikosa, ukasahau kuangalia ndoto zako na vitu ambavyo una uwezo wa kuvipata. Siku zote endelea kuangalia mbele. Usikatishwe tamaa, usiyumbishwe sana. Avoid distractions zozote. Kitu chochote ambacho kitachukua muda wako na kukutoa kwenye mstari wa malengo yako, hicho kitu ni distraction na usifocus na hicho. Lakini kitu chochote ambacho kitaongeza value kwenye malengo yako, basi hicho kitu tembea nacho, kitakusaidia. Mwisho wa siku ni kwamba wengi wanashindwa kuangalia vitu ambavyo wanaweza wakavipata. Ndio maana watu wengi ambao wanashindwa kutoka kwenye umaskini, utamkuta analalamika sana. Leo kalalamikia hiki, bosi wangu anipendi, serikali inafanya hiki na hiki, labda nimefanya hivi nimefeli. Ni kilio tu kila siku, ni kilio tu. Lini utaanza kuziona ndoto zako kama maisha yako yote umefocus kwenye kilio? Badilika, badili mtazamo wako, anza kufuatilia ndoto zako, na ninawahakika kila laheri. Karibu sana Maisha Life, tuendelee kujijenga.